Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Finally, we are at 91,000 subscribers. We have a target of 10,000 subscribers before December. So our balance is 9,000 subscribers. If you're watching this video, the only way you can support Kakasungura is by clicking that subscribe button and remembering to turn on your notification bell. Kaka, Kenya, we have a big problem. Kenya tuko na shida kubwa. And I don't know how we got ourselves into this mess, but all of us know what exactly happened until as a country we got ourselves to this level. Our tax is being eaten right, left, and center with people who don't even blink an eye. Yaani ushuru yetu inatumiwa vibaya, na tukiona tu, na inatangazwa tu, na watu wanasimama kutuchekelea tu, na wanaotuchekelea ndio wanaponda our own tax. Mliona leo mtu anasimama anasema kwamba mnadanganywa ati sikutumia 200 million kwenda US. Ati I'm not a madman. I spent only 10 million. He wanted to hire Kenya Airways, and I don't know, they told him what. He is now changing statement after I skinned him alive on why he is degrading our very own pride of Africa. And I hope mtu alimutumia video yangu. So I asked him tough questions. Today is changing tune. Kasema ati yo marafiki wali contribute wakamutumia ndege. So alichukua pesa ya Wakenya kwenda kuboost biashara za marafiki huko nje. Ladies and gentlemen, taxes are being raised every night. Ukiamuka kesho unasikia tena bill ingine imetoka. Tuko na finance bill ya 2023. Hata before ifanye kazi, wameleta ingine ya 2024. What kind of country is this? Hii ya 2024 ilipitishwa juzi ya katia sahi. Hii ya housing na mambo ingine. Hata haijamachua, haijaleta hata returns. Tena unasikia wako na ingine tena ya 2024. Is this how people should run a country? So every year we'll be signing bills za finance, increasing tax every single day. You go sleep today, ukiamuka asubuhi unapata hata geti yako imewekewa tax. Unalala ukiamuka asubuhi unapata hata viatu umevaa lazima ukatie tax. Unalala ukiamuka hata simu unatumia lazima uanze kukatia tax every month. Gari unatumia at lazima uanze kukatia tax every year. Gari uko nayo unalipa tax ya mafuta by fueling. Unalipa tax through insurance. Unalipa tax through buying spare parts. Halafu tena serikali itake tena ulipie hiyo gari per year. What kind of nonsense is this? You know, we sweat each day. Watu wa jua kali, watu ya mama mboga. We sweat each day. But our sweat is being mismanaged by the people who are just flying. Kazi yao ni kulala kuamuka. Kazi yao ni kukula tu. Hawajui mvua ilinyesha lini. Hawajui jua iliwaka lini. Hawaelewi njaa. Hawajui school fees vile inakosa. Those are the same people who are misusing our very own tax. Ladies and gentlemen, this is a cursed generation. You know, in 2022, Kenyans were brainwashed to believe that Raila Odinga was the problem. The Mount Kenya people were brainwashed to think that Raila Odinga is their enemy. But you know, let me ask you, ladies and gentlemen, who do you think is the real enemy now? Wewe vile umeona vile mambo yanaenda between Raila Odinga, Uhuru Kenyatta na William Ruto na Rigathi Gachagua, ni nani adui mkubwa wa Mlima Kenya? Si mliambiwa ni Raila na mkaitika. Mkaambiwa Raila hapendi wana Mlima kuendelea. Sai, I want to ask you, be very genuine and respond to me on the comment section. Between Ruto, Gachagua, Raila, ni nani adui mkubwa zaidi wa Mlima Kenya?
2022, Ruto was complaining. At that time, he was, I think, in Nyamira Manga. I remember very well, and that clip I have it. Nitakuwekea hapo. Alikuwa anasema ati Uhuru Kenyatta haelewi lugha ya mwananchi, ndio maana anaongeza tax every night. Can we listen to this video clip, ladies and gentlemen? Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, mko tayari? Now, from the video clip, William Ruto is complaining that Uhuru wanted to increase tax every night. That's what he said. In that video clip, Ruto said kwamba serikali ya Uhuru haielewi lugha ya mwananchi. Na akasema kwamba mwaka huu, that was 2022, kwa majaliwa ya Mungu, tukichukua uongozi, sisi ndio tunaelewa lugha ya mwananchi. Serikali ya Kenya kwanza ndio inaelewa lugha ya mwananchi. I have a few questions to ask you. Je, Ruto bado anaelewa lugha yenu? Wana bodaboda mnao nikodolea macho. Watu ya mkokoteni mnanikodolea macho. I'm asking you. I'm asking you. Mama mboga, I'm asking you. Bado Ruto anaelewa lugha yako? Lugha yako ya kukosa school fees anaielewa vizuri? Lugha yako ya kunyeshewa kila siku ukianua mboga anaielewa kweli? Lugha yako ya kununua bei ya unga kwa gharama kubwa anaielewa kweli? Lugha yako ya kulipa school fees kwa university ama secondary anaielewa kweli? I'm just asking. Je, nikuulize Mkenya wa kawaida, Ruto anapunguza tax ama anazidi kuongeza every hour? Yeye alisema Uhuru anaongeza every night. But do you think Ruto is now decreasing tax every night? Ama anaendelea kuongeza every day? Yani, ile kudanganywa mlidanganywa. Now listen. After eating 200 million tax ya Wakenya kwenda US, alifieka milioni 200 clean cash. Alifieka kakula yote. Now the sad reality is here. Ruto is again set, hata wiki haijaisha, is again set to splash other millions your tax, which you paid, is set to splash the cash again to Italy. The flying president. The true meaning of tanga tanga. Yani, anaona akikaa Kenya atakufa tu. Yani, anaona akikaa Kenya atazikwa. So the best thing ni kutembea tembea tu. Loitering and tanga tangaling. Now this Sunday, Ruto is said to hire another jet, spending your tax. After eating 200 million without blinking an eye, he is again splashing millions of shillings, going to Italy this coming Sunday, according to reliable information. Hii Sunday inakuja, anatoka Kenya, anaenda Italy, kwenda kutangatanga tena. And he's proudly eating your tax. Mahali analala wewe ndio unalipa. Ndege atatumia wewe ndio utalipa. Chakula atakula wewe ndio utalipa. Hata ile pasi atapikiwa nguo wewe ndio utalipa. Everything. Maji atakunywa kwa hiyo hoteli analala wewe ndio utalipa. What a cursed generation. Anyway, that is what you requested for, and you are getting it in a dose, bit by bit. My work, Kaka, is to watch and turn the ball over to you, taxpayer. God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.